Fontaine, ushindi huu unatafsiri gani hasa kwenye kikosi cha Simba kuelekea michuano ya kimataifa lakini pia mwanzo mpya wa ligi? Kwanza tunapongeza wachezaji wetu, huu ni mwanzo mzuri. Sote unapoanza mashindano kwenye mchezo wa kwanza katika mashindano ambao ni tegemezi kwetu hapa Tanzania. Kombe kubwa linalotegemewa ni NBC Tanzania Bara, lakini leo tumeanza tukiwa tuko nyuma misimu minne hatujaweza kushinda kombe hili. Kwa hiyo tumeanza vizuri, tumeweza kushinda goli 3, ushindi ambao mzuri, hatujaruhusu goli. Tumekutana na Fountain Gate, tukiangalia historia katika michezo ya msimu uliopita, tuliweza kushinda nyumbani, lakini katika mchezo wa away walitusumbua. Miongoni mwa timu ambazo tunyima ubingwa ni Fountain Gate. Kwa hiyo tunawapongeza wachezaji wetu, mwanzo mzuri na ni kama mazoezi mazuri kuelekea katika mchezo wetu wa kwenda kufuzu kwenye hatua ya awali katika kombe la Champions League. Unasema wamewasumbua, lakini watu wanasema kwamba ni timu ambayo haikuwa imejiandaa pengine vizuri kwa sababu ya wachezaji kutokamilika, lakini pia wamechukua wachezaji wa under 20, lakini pia imewapa shida. Nafikiri Fountain Gate wapo vizuri. Mimi sikuona kama kuna sehemu hawajakamilika. Hata kama wamechukua under 20 wamechukua nini, lakini walijipanga, walijua wanakutana na Simba Sports Club, timu kubwa, timu yenye wachezaji wenye majina makubwa. Kwa hiyo walikuja kitofauti. Pengine walitutoa tu nje ya mchezo kwamba kuona kwamba tunaenda kule. Kwanza walisema wasafiri mara 8, mara 7. Lakini tuliona wachezaji pungufu huko ndani. Tumeona wachezaji 11 wamecheza na wamecheza kwenye kiwango kizuri. Kuna mchezaji mmoja ni Nigeria yule nasikia amecheza vizuri, kuna nafasi kadhaa kwa azitengeneza, kwanza ni mwepesi. Kwa hiyo wote tunawapongeza. Ligi ya NBC sasa hivi ina ushindani mkubwa sana. Wasiangalie kwamba timu inasema kwamba haijakamilisha vibali vya wachezaji, kuna vitu havijakaa sawa. Hii yote ni kutoana kwenye mchezo, kuangalia namna gani unaweza kujipanga katika mechi yako. Lakini mwisho wa siku mimi nawapongeza wachezaji wangu, wamecheza vizuri, wametengeneza nafasi kadhaa, japo tumetumia chache. Leo tunaweza kushinda zaidi ya goli 5, lakini haikuwa hivyo. Ila ni mwanzo mzuri. Nafikiri kwa mbeleni hapo mambo yatakaa vizuri. Chamatola pewe timu. Nafikiri kuhusiana na kupewa timu hiyo ni swala la viongozi na baadhi ya makubaliano yao wao wenyewe, lakini nafikiri amekaimu nafasi hii ya ukocha, hayuko vibaya, ameweza kuitendea haki kwenye mchezo huu wa kwanza. Tumeona kuna wachezaji kadhaa wamepewa nafasi, akiwemo Morris Abraham, ameonyesha kiwango kikubwa sana. Ni mchezaji ambaye nilikuwa natamani kumuona katika nafasi ya kuchezea Simba Sports Club. Leo hii ameingia, tumeona challenge zake alizozifanya pale ndani ya uwanja. Lakini pia katika toka Simba Day tukumuona Jonathan Soa, amepewa nafasi, dakika 90 leo amecheza, amefunga goli, lakini pia kuna nafasi kadhaa aliweza kuzikosa, ila ni striker ambaye ni mwepesi, akipata nafasi ya wachezaji wa kumchezesha vizuri ni mtu ambaye atatufungia magoli mengi sana. Kwa hiyo nawapongeza. Lakini Rushain Deroko, tunamshukuru kocha, ameondoka lakini ametuletea kifaa pale nyuma. Ile ni kumbukumbu yake tosha. Kwa mimi nikitaka kumkumbuka yule kocha, naangalia ile nafasi ya ulinzi pale nyuma, naona ametuachia kitu pale nyuma, ametuachia alama. Kwa hiyo sina shaka kwa muendelezo hapo, mashindano yanapozidi kuendelea, Simba Sports Club itakaa vizuri. Tuwe watulivu, tuwape nafasi viongozi, watafute kocha mkuu wa timu. Nafikiri tukipata kocha mzuri, Simba Sports Club ni kikosi kipana sana. Inafika mahali ukiwa sio timamu vizuri, kile kikosi kinaweza kikakulemea. Kwa hiyo watulie, tutafutie kocha mzuri ambaye atakuja kuichezesha ile Simba. Nafikiri tutafanya vizuri, wachezaji ni wazuri na wakipewa nafasi wanaweza kufanya vizuri zaidi. Shukrani sana. Thank you.